Yesu asifiwe. Nawakaribisha wale ambao mko nyumbani kwa siku ya leo, ambao siku ya leo tuna celebrate Pentecost Sunday. Na nitazungumza juu ya Pentecost Sunday na ninaamini kwamba Bwana Yesu ataweza kukubariki. Kwa hivyo nataka tukaongee juu ya ujumbe kichwa spiritual preparation in order to receive the Holy Spirit. Na ningetaka kusema ya kwamba watu wengi sana wanapotikia juu ya Holy Spirit wanachukua juu ya kuongea na lugha peke yake. Wanachukua kulibashaika, wengine wanachukua kutabiri, na hiyo ndiyo imelete kufifia kwa kanisa. Nataka tukaangalie the book of Acts of Apostles chapter number 1 and verse number 7 and 8. Maandiko yanasema, he said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and to the ends of the earth. Tunaona Yesu anaongea na mitume na anawaambia kwamba mtapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu atakuja juu yenu. Nataka nikaongee kidogo juu ya power. Power, tuko na power za aina nyingi. Kama sasa kuna power ambayo inafanya stima iwake. Wakati ambapo uliokoka ni kumaanisha you switch on your socket. Uliwakisha ikuwe on. Lakini there is no power. Na niona watu wengi sana, they are just empty Christians. Hakuna kitu kinaonekana kingine. Wako na ushuhuda mrefu na hawana kazi. Wako na ushuhuda mrefu na ndoa zao zimeharibika. Wako na ushuhuda mrefu na hawana biashara. Kwa sababu gani? Hawatambui neno hili Yesu alisema mtapokea power wakati Roho Mtakatifu atakuja juu yenu. And this power will enable you to do things ambazo ungeweza kufanya. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ni vyema sana kuelewa wakati ambapo tunaongea juu ya Holy Spirit, tunaongea juu ya the power of doing things. Power of doing my business. Praise the name of the living God. And one of the things, Holy Spirit is God. Is the third person in the Trinity. Na yeye ni Mungu. Na maandiko yanasema in the book of John, he knows the heart of the Father. Yeye anajua moyo wa Baba. Praise the name of the living God. Also in the book of Romans chapter 8 and verse number 26, the Bible says, for we do not know how to pray, but the Holy Spirit helps us in our weakness. Hatujui kuomba, lakini Roho Mtakatifu anatusaidia kwa kuungua kusikoeleweka. In other words, wakati ambapo tunaongea juu ya Roho Mtakatifu, ni zile nguvu ambazo Mungu ameachilia ndani yetu. Maana kumbuka, Yesu alikuwa anakaa na mitume na anawaambia ninaenda, lakini nitaachilia Roho Mtakatifu akuje na nitaanza kukaa ndani yenu. Wacha niwaambie wapendwa, kuna dormant power in many Christians. Praise the name of the living God. There is a lot of dormant power. Maana wakati ambapo tunaongea Holy Spirit, na ndio maana you are going to receive the power. This power inaweza kuanza katika biashara. Wakati ambapo tunaongea kujazwa na Roho Mtakatifu, atuongee juu ya kuongea na lugha peke yake. Ni vyema sana kujua hata katika Old Testament, katika kitabu cha Exodus chapter number 31 and verse number 1, maandiko yanasema niletewe Bezalel, mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya kufanya kazi ya ujenzi. Praise the name of the living God. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu anaweza kukujaza kwa ile kazi ambayo unafanya. Ninaomba baada ya ibada ya siku ya leo, watu wafanye biashara wakiwa wamejazwa na Roho Mtakatifu, maana nguvu zitawaongoza kufanya hiyo biashara. Mungu atawaongoza hadi wanafaa kulocate hiyo biashara. Holy Spirit will allocate you where you belong. Praise the name of the living God. Unajua kuna watu mpaka wanaweka biashara mahali ambapo wako wanauziwa kwenda. Kwa hivyo wanapigana na mapepo ya pale na mwisho na washinda. Kwa sababu gani? Hakuna mtu aliwatuma mahali pale. Tunaona maandiko yanasema watu wa Skeva walipoanza kutoa mapepo iliwauliza, who are you? Praise the name of the living God. Na ikamwambia we have an introduction. Tunajua Yesu Kristo, tunajua Paulo. Who are you? Walifanya kazi hiyo bila Roho Mtakatifu. Haleluya. Na nataka tuondoke kwa kiwango kidogo. Maana shetani anajua, alisema acha tukanisa iachiliwe na kuongea na lugha. Praise the name of the living God. Ndio na tukiingia kuongea na lugha, Christian they are number 1. Lakini tukiingia kwa biashara, they are 0. Praise the name of the living God. Unajua wakati ambapo tunaongea power,
Kama sasa hivi nikiwakisha stima mahala hapa, hii nyumba mzima itakuwa na mwangaza. So power will bring light. Praise the name of the living God. Hata kuja jamii yako, hiyo power ya Roho Mtakatifu italete mwangaza. Kwa sababu gani? Maana wewe mwenyewe kuna Roho Mtakatifu ndani yako na anakuambia this is the way. Praise the name of the living God. Kwa hiyo nataka tukaelewe Roho Mtakatifu is God. He gives us counsel. Hallelujah. Mhubiri mmoja alisema ya kwamba Bible haina personal details juu yako. Praise the name of the living God. Ndio Bible ni nzuri. Inaongea juu ya mbinguni lakini hakuna personal details. Na akasema hakuna mahali Bible inasema nani utaoa. Bwana asifiwe sana. Hakuna mahali Bible inasema ni biashara gani utafanya. Hakuna mahali biashara Bible inasema utaenda kuishi wapi. Na ndio maandiko inasema Holy Spirit knows the heart of the Father. Kwa hiyo ni wewe baada ya kuokoka uambie Roho Mtakatifu, naomba unijaze leo. Maana ukinijaza nitakuwa na direction of life. Praise the name of the living God. Ukinijaza nitaelewa ni nani ambaye atanioa. Nitajua ni nani ambao nitaoa. Ninajua ni wapi ambao nitaishi. Nitajua ni biashara gani ambao nitafanya. Praise the name of the living God. So lazima tuondoke for the four corners of limitation ya kuongea na lugha peke yake. Hallelujah. Na nikitaka tuelewe ya kwamba katika the book of Acts of Apostles chapter 2 and verse number 1, maandiko inasema when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of the fire that separated and came to rest each of them. Bwana asifiwe sana. Number 4. All of them were filled with the Holy Spirit and they began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Nataka tuone ya kwamba wapendwa hawa walikuwa wanakaa na Yesu Kristo akiwa duniani, na tunasema iliyokaa 10 days after Jesus ascended to heaven. Kwa hivyo tunaona wapendwa hawa walikuwa wanajua Yesu, walikuwa wanakaa na Yesu. Na sasa Yesu amewaambia there is something strange. Kuna mtu mwingine mgeni nitatuma kwenu na atakuja na atakaa ndani yenu. Praise the name of the living God. So they were waiting. Na wanajua wakati atakuja mtakuwa na nguvu za kwenda kuhubiri Jerusalem. Hallelujah. Amen. Unajua sisi kile kinafanya to stick kwa kuongea na lugha peke yake ni vile kuna mambo mengine ambayo tuliambiwa na watu. Bwana asifiwe sana. Wakati uliokoka uliambiwa kuongea kwa kujazwa na Roho ni kuongea na lugha mpya. Uliambiwa ni kufanya kitu fulani. Sikata hiyo ni mzuri. Lakini mitume they were just empty. They were just waiting from God. Praise the name of the living God. Na Mungu anataka tuwe na hiyo kiwango cha kungojea Mungu. Hakuna kitu tunajua. Tumeahidiwa promise but we don't know what is that. Praise the name of the living God. They were open to God. Na ndio maandiko inasema ya kwamba ati Roho Mtakatifu aliposhuka waliona ndimi kama za moto. Hallelujah. Moto kazi moja ni kuteketeza kazi za shetani. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba wakati ambapo Roho Mtakatifu anashuka kutakuwa na utofauti kwa maisha yangu. Wakati ambapo tunaongea juu ya Pentecost, tunaongea difference in my life, utofauti mkubwa. Na ndio maandiko inasema and they were separated from other people. Ninaomba kuanzia leo kuwe na utofauti yako na watu wa dunia. Roho Mtakatifu ndio analeta huo utofauti baada ya kukujaza. Praise the name of the living God. In the book of Jeremiah chapter number 17 and verse number 10. Jeremiah 17 and verse number 10. Maandiko inasema, nataka kabla tujazwe na Roho Mtakatifu siku ya leo, tumpokee kwa njia mpya. Sasa tumchokipokee tu kwa kuongea na lugha. Sasa tumpokee tu kwa kuanguka. Mara ngapi umeanguka na shida yako haijaondoka? Mara ngapi umejazwa kuongea na lugha masaa mawili na nyumba imefungwa? Praise the name of the living God. Unajua Roho Mtakatifu knows the heart of the Father. Anaweza kukuambia nyumba inafungwa, maana si kukuambia uishi katika hii estate. Praise the name of the living God. Anaweza kukuambia biashara imeisha, maana si kukuambia. Hallelujah. And I need us to be like the disciples. They waited upon the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Hawakuondoka Jerusalem. Hawakutoka mahali pale. They were waiting. Naongea mambo haya maana this is the bad day of the church.
Kanisa inafaa kuwa hakuna inangojea Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Na ndio unaona baada ya Roho Mtakatifu kushuka, Peter anaenda katika Acts of Apostles chapter 2 and verse number 41. Anasimama mbele ya watu 3,000 wanaokoka. Kwa sababu gani? Alisikia mwongozo wa Mungu. Naomba kuanzia leo kanisa tukasikie mwongozo wa Roho Mtakatifu. So Acts of Apostles chapter number 17 and verse number 10. Maandiko yanasema, I the Lord searched the heart and examine the mind, they reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Praise the name of the living God. Tunaona maandiko yanasema katika Old Testament, ati mimi Mungu ninachunguzanga moyo. Kwa hiyo kile ambacho kinaweza fanya nisijazwe na Roho Mtakatifu, nisipokee Roho Mtakatifu, ni hali ya moyo wangu. Praise the name of the living God. Na ndio maandiko yanasema, I examine the mind. Pia nafanyisha mawazo yako mitihani. Kuna mitihani Mungu anga anafanyisha mawazo ya watu. Kwa sababu gani? Ili aweze kutupatia kulingana na vile tunataka. Praise the name of the living God. Near the book of Proverbs chapter 4 and the verse number 23. Maandiko yanasema, above all else, guard your heart. Zaidi ya mambo yote, linda moyo wako. Kwa hivyo nataka tukaangalie mambo kama manne ambayo tunafaa kujiandaa ili tuweze kupokea Roho Mtakatifu. Praise the name of the living God. Kwa nini naongea mambo haya? Maana watu wengi sana hata kama wameokoka lakini hawajaondoka katika tradition of their parents. Hallelujah. Hata leo kuna wengine wamejazwa na Roho, wanasema wameokoka, lakini ile kanisa wanaenda mahali kanisa ya mama yao. Praise the name of the living God. Unasema ati kanisa ndiye jamii yetu inaendanga, lakini niko hapa na nimejazwa na Roho. Let me tell you something. Kama tuko na Roho Mtakatifu, lazima tupate ufunuo. Praise the name of the living God. Ufunuo wa maisha. Bible inasema new wine. Hallelujah. Tupate ufunuo. The problem ambayo tuko nayo kwa church leo, watu wale wako pale ni wale tu walitoka kwa mama zetu. Na unajua mama zetu, kama mimi nilikuwa napewa ndurundu kutoa sadaka. Bwana asifiwe sana. Kwa ndio 5 cent, naambiwa enda ukatoe sadaka. Na baada ya ibada nilikuwa natoa hiyo 5 cent. Naenda nyumbani. Sasa kutoka pale sijapata revelation. Praise the name of the living God. Na ndio naona kazi ya Mungu kuendelea ni ngumu. Kwa sababu gani? Wale wako kanisani hawana ufunuo wazi the church. Praise the name of the living God. Na ndio na Yesu alikuwa anauliza mitume, watu wanga wanasema mimi ni nani? Wale namwambia wewe ni Elijah, wanamfananisha. Watu ambao wako kanisani leo, wengi wao wanafananisha Mungu. Praise the name of the living God. Wanamfananisha na vile walikuwa wanasikia mama zao wakiongea. But let me tell you, wakati Roho Mtakatifu anakuja ndani yako, unaanza kumuelewa Mungu at a personal level. Praise the name of the living God. Ninaombea watu neema ya kuelewa Mungu katika personal level. Praise the name of the living God. Amen. Whereby unajua ukielewa Mungu at a personal level, you can do whatever Mungu anakuamurisha. Akikwambia toa mali yako yote, utatoa bila maswali. Akikwambia omba siku 3, unaomba bila maswali. Praise the name of the living God. Maana you follow God at a personal relationship, kwa ushirika wako na yeye. Praise the name of the living God. So tunaona the things you have to do to number 1, dig your heart. Praise the name of the living God. Dig your heart. Ili upokee Roho Mtakatifu, shimba moyo wako, lima moyo wako. Praise the name of the living God. Kuna watu ambao wameokoka lakini mioyo yao inakuwa dictated by their forefathers. Bwana asifiwe sana. Unakuta wewe umeokoka, uko kanisani, lakini unasema sisi Wajaluo tunafanyanga. Bwana asifiwe sana. Umejazwa na Roho, umeokoka, lakini sisi Wakamba tunafanyanga. So you are dictated by your forefathers, by the systems of the world. Na ndio Romans chapter 12 maandiko inasema, by renewing of your minds, don't follow the pattern of this world. Praise the name of the living God. Unajua Gideon ili aweze kufanya kazi kubwa, jambo la kwanza aliona wameokoka na wanapitia shida, na maandiko inasema alipotoka nje malaika akamwambia, how are you mighty man of valor? Akamuuliza, how are you calling me mighty? We are the small people from the small tribe of Benjamin. Praise the name of the living God. Amen. Yaani anamwambia sasa hivi tunaongea watu wetu wamejificha, baba amejificha, how can you call me mighty?
Praise the name of the living God. Amen. Na ndiye Mungu akamwambia, malaika akamwambia Gideon, hii inatokea because of the altar ambazo ziko pale kwenu. Bwana asifiwe sana. Yaani Mungu ako na nguvu za kufanya kazi kubwa, lakini kuna madhabahu ambayo tumeweka katika mioyo yetu ambayo inazuilia Mungu kufanya kazi. Praise the name of the living God. Amen. Kuna watu hapa ukienda mbele za Bwana, kuna madhabahu inakwambia hiyo haiwezekani. Praise the name of the living God. Amen. Hata ukienda kuomba unasikia sauti inakwambia hiyo haiwezekani. Inaitwa madhabahu nyingine. Na ndio Gideon alikuwa anaangalia na akaambiwa na malaika, hiyo madhabahu iko pale. Bwana asifiwe sana. Ndiye madhabahu ambayo inafanya mpitie yale mnapitia. Na ndio akamwambia, wewe enda na ubomoe hiyo madhabahu. Na ukibomoa ujenge madhabahu nyingine. Bwana asifiwe sana. So ninaongea your systems of your heart. Now let me say this katika the book of Jeremiah chapter number 4 and verse number 3. Kwa nini naongea sana juu ya Jeremiah? Jeremiah aliambiwa before you were born I knew you. Na tuna Jeremiah hakupitia njia za baba yake, alifanya kulingana na vile Roho Mtakatifu alikuwa amemweleza. Praise the name of the living God. Naomba tukafanye kulingana na vile Roho Mtakatifu anatuongoza. Number 4 inasema 4:23 of Jeremiah. Maandiko inasema, I looked at the earth and it was formless and empty. Jeremiah chapter 4 and verse number 23. I looked at the earth and it was formless and empty, and at the heavens and there were light was gone. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna wakati Mungu wanga anaangalia dunia na anaangalia naona is empty. Bwana asifiwe sana. Why imagine tunasema Mungu anaita watu wamtumikie, lakini Mungu akiangalia dunia anaona iko empty. Na anasema na nikaona taa zao zimeondolewa. Praise the name of the living God. Amen. Their destiny imeondolewa. Mimi nimeomba siku ya leo taa yangu isiondolewe. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Ukiangalia ukirudi nyuma Jeremiah 4:3, Bible inasema, this is what the Lord said to the people of Judah and Jerusalem, break up your unplowed ground and do not sow among thorns. So tunaona Mungu anasema atienda ulime hiyo shamba yako ambayo imeachiliwa na msipande katika miiba. Mungu hawezi akaachilia neema yake kwa miiba. Praise the name of the living God. Mungu hawezi akaachilia upako wake kwa miiba. Hawezi akaachilia Roho wake Mtakatifu kwa miiba. Kwa hivyo ni kazi yangu ya kulima moyo wangu. Praise the name of the living God. Nataka kuongea mambo manne ambayo yanakuwa ndani ya moyo, ili uweze kuangalia vile utalima moyo wako. Muda wetu ni mfupi sana, lakini tutaacha ukiendelea na hiyo ukiwa nyumbani. So jambo la kwanza in the book of Mark chapter 4 and verse number 3 to 8. Mark chapter 4 and verse number 3 to 8. Maandiko yanasema hivi katika Marko sura yake ni ya 3 na mstari wake ni wa 3 mpaka 8. Mark 4:3 to 8. Listen, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell among the path, and the birds came and ate it up. Some fell on a rock place, where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plant was scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants, so that they did not bear grain. Number 8. Still other seed fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, some multiplying 30, some 60, and some 100 times. Praise the name of the living God. Amen. Nataka tukaangalie roho hizi 4 ama mioyo aina 4. Moyo wa kwanza ni moyo ambao mtu ameokoka, lakini kuna njia katika moyo wake. Hii njia ni kukanyangwa na watu. Praise the name of the living God. Kuna watu they cannot raise beyond. Maana kuna watu walioongelesha, waliwaambia wewe huwezi ukaendelea. Praise the name of the living God. Kwa hivyo hata wakati ambapo wanaenda mbele za Bwana, Mungu akiwaambia atakuinua au amini, maana kuna sauti zingine zilikuongelesha. And that's why I'm talking about digging your heart. Praise the name of the living God. Amen. Kuna watu wengine waliongeleshwa na wazazi wao, wakaambiwa ya kwamba wewe huwezi ukabarikiwa,
Kwa hivyo hata wakati Mungu anasema utabarikiwa, you compare God and your parents. Praise the name of the living God. Wengine wanajiambiwa na mtu anaweza kufanya kitu hata wakati walikuwa shule walikuwa wanaitwa wajinga. So hiyo ni kumaanisha katika moyo wako kulikauka, kumekuwa ni mahali pamekanyangwa na watu wengi. Praise the name of the living God. Nataka siku ya leo tunaposherehekea Pentecost Sunday, maana Mungu atafanya mambo makubwa sana, mambo ambayo mwanadamu hajafikiria. Maandiko na mambo yale mwanadamu hajawaza wala jicho halijaona, ndiye mambo Mungu wetu ametuwekea. Lazima tulime mioyo yetu, tutoe chochote watu waliongea. Praise the name of the living God. Amen. Ni vyema sana kwenda mbele za watu na kuambia Mungu, kuna watu waliongea wakasema sitaendelea, nimekataa kwa jina la Yesu. Kuna watu walisema siwezi nikadumisha wokovu, nimekataa katika jina la Yesu. Amen. Kuna watu walisema siwezi nikafanya harusi, nimekataa katika jina la Yesu. Lima moyo wako. Praise the name of the living God. Amen. If you dig your heart, you become a vessel. Hallelujah. Unakuwa chombo ambao ni cha dhamana. Maana you guard your heart, you take care of your heart. Praise the name of the living God. Amen. Number 2 ni rocky place. Rocky place ni mtu ambaye yeye mwenyewe aje ijiachilia mbele za Bwana. Kuna watu wameokoka lakini waje ijiachilia mbele za Bwana. Praise the name of the living God. Wamekaa kanisani miaka nyingi lakini waje ijiachilia. Kwao ni mawe. Praise the name of the living God. Maandiko yanasema na nitawapatia moyo wa nyama na nitang'oa mioyo ya mawe. Kwa hiyo kuna watu wako kanisani na ndani yao ni mawe. Hata wakiona watu wakianguka chini, wao wanasema huyu anaanguka kwa sababu gani? Maana yeye ni mawe. Hawezi kuyield himself, hawezi kujiachilia mbele za Bwana. Mtu kama huyo, Roho Mtakatifu hawezi kupata nafasi ndani yake. Praise the name of the living God. Amen. Unajua mtihani wa mitume ulikuwa msiondoke Jerusalem. Hallelujah. Mpaka siku ile nitaachilia Roho Mtakatifu juu yenu. Na they were obedient. Walikaa hapo, hakuna mtu aliondoka. Praise the name of the living God. Hata kama ni kwenda nyumbani, walikuwa wanaenda, kesho wanarudi. Nataka uelewe ya kwamba it was 10 days after Jesus rose and went to heaven. Bwana asifiwe sana. So there was a test of commitment. Hallelujah. Kuna watu wengi sana wameokoka but they are not committed to God. Hata wakianza kufanya kazi ya Mungu wanafanyanga wanachoka. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema mbegu za pili, mbegu ya kwanza ilikulwa na ndege. Hiyo ni kumaanisha yule mtu ambaye kulima moyo wake kwa ile maneno yameongeleshwa na watu. Hata tukikuambia kuna ndege inaitwa hiyo maneno inachukua hiyo kitu. Bwana asifiwe sana. Hata ukiambiwa naomba ukiinuliwa, lakini sauti nyingine inasema wewe huwezi kuinuliwa. Si mama yako alikuambia, hiyo neno linapotelea hapo. Bwana asifiwe sana. Mtu wa pili ni mahali hakuna mawe. Ni mahali ambapo kuna mawe, hapo hakuna mchanga. Hallelujah. You don't yield yourself to God. Kwa hivyo hakuna kitu ambapo unaamini kwa Mungu. Ndio kuna watu wanakaa kisayansi, akai kimungu. Bwana asifiwe sana. Kisayansi ni wakati unaenda unaambiwa tunaona kuna growth na hii growth haiwezi toka bila operation. Wewe ujiachilia mbele za Bwana ukasema inaweza toka. Bwana asifiwe sana. Mwingine unaambiwa hii Mungu yako vile inakaa. Mwingine unaambiwa mawazo vile inakaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kuna wengine ameshaenda wakatolewa uterus. Kuna dada moja tulikuwa Evans Gate na akasema ati alishangaa alikuwa ameshatolewa uterus. Na alipoenda pale mlimani alikuwa anaomba apate mtoto na ana uterus. Bwana asifiwe sana. So alipokuwa pale akaombewa na akaambiwa ndio upokee mtoto. Sasa alipopata mimba akaenda kwa yule daktari ambaye alimtoa uterus. Bwana asifiwe sana. Akamwambia you are confused. These are growth. Hallelujah. Maana yeye anafanya mahesabu kisayansi. Lakini let me tell you brethren, our God is above science. Amen. Praise the name of the living God. Baada ya miezi 9 ule mama akaenda kujifungua na akaenda kwa ule daktari. Akamuuliza ulifanya nini? Praise the name of the living God. Let me tell you brethren, Mungu anataka watu ambao wanajiachilia mbele zake. Watu ambao they just spend the time before God. Wanaweza kuanguka hapo. Mitume walikaa 10 days waiting for the promise bila kuchoka. Ndio leo unapata mtu anaanza na bidii lakini maana hakuna mchanga anakauka. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtu alikuwa anapenda Mungu sana, alikuwa anakuja kesha kila siku, lakini unapata miezi 2 haja kuja. Ni maana hakuna mchanga. Na lazima lima moyo wako.
Bwana asifiwe sana. Anza kuambia Mungu, nisaidie kujiachilia mbele zako. Hata wengine napata mtu alikuwa anajitolea baada ya muda anaacha, maana hakuna mchanga. Hii ni mbegu ambayo inaanguka mahali hakuna mchanga. Mchanga inamaanisha continuity ya kile ambacho umeanzisha. Unafanya bila kuchoka. Praise the name of the living God. Number 3 ni moyo ambao umemea miiba. Praise the name of the living God. Miiba ama thorns ni masumbufu ya dunia. Unakuta ni umeokoka, lakini unakaa sana ukijiuliza nitakula nini? Bwana asifiwe sana. Kule hakuna kitu mbaya, hakuna kitu Mungu anachukia kama watu hana imani na yeye. Na ndio Bible inasema without faith no man can please God. Praise the name of the living God. Na ndio naona wakati alikuwa anaongea na mitume, anasema watu wapewe chakula wakule. Bwana asifiwe sana. Kina Petro akamwambia, jameni, hapa duka hizi zote tukinunua, ile mikate iko haiwezi kutosha watu hawa. Mungu anataka watu ambao wako na full confidence in him. Praise the name of the living God. Amen. Tunapoenda kupokea Roho Mtakatifu leo, nataka akusaidie kuwa na full confidence in God. Hallelujah. Whereby unasema hapana, hakuna masumbufu ya dunia itaninyonga, itakausha kile Mungu amepanda. Hallelujah. Ni vyema sana kuelewa, ili Mungu afanye muujiza ndani yako, lazima ulime moyo wako na utoe kila miiba. Praise the name of the living God. Unafika mahali you can wait upon the Lord. Ni kweli hujalipa nyumba, lakini unakaa hapo katika uwepo wa Bwana. Unajua siku hizi mtu mwingine akiambiwa akisema anakuja kazini kuomba kesho, na hiyo kesho iko kazini, atasema niende kazi. Hiyo ni kumaanisha kuna miiba katika mioyo yetu. Na hiyo inakuwa ni a weapon of Satan. Praise the name of the living God. Ndio ni vyema sana kuset time na kusema hii ni ya Mungu. Hallelujah. Hata nikiitiwa nini sitaenda. Kwa sababu gani? Hii nimetenga, ni wakati wangu na Mungu. Praise the name of the living God. Mungu akiona hivyo ataachilia Roho wake Mtakatifu. Na ndio naona mitume walikuwa wanakutana every day, wanangojea, na siku ya 10 walimwagiwa Roho Mtakatifu. Praise the name of the living God. Yesu alisema msiende Jerusalem. Wote walikuwa, kuna mmoja alikuwa na miss. Wote walikuwa wanaamka asubuhi wanaenda mahali pale. Kwa sababu gani? Walikuwa wamemaliza kung'oa kila miiba katika mioyo yao. Walikuwa wametoa kila mawe katika mioyo yao. Walikuwa na moyo wa submission mbele za Bwana. Walikuwa wametoa maneno yote ambayo walikuwa wameongeleshwa. Praise the name of the living God. Ndio kama kuna sons of Zebedee walikuwa wanafanya kuvuvi na baba yao. Labda baba yao alikuwa amemwambia hawezi, lakini walikuwa wameng'oa hizo vitu zote na imeingia katika mchanga wa aina ambao ni good soil. Praise the name of the living God. In good soil ndio mahali zilimea mara 30, mara 60 na mara 100. Mungu anatamani watu for the little knowledge wako naye juu yake wanafanya kazi. Bwana asifiwe sana. Ndio mimi tangu niokoke nimeshangaa. Mungu wanga anajifungua vile unamtafuta. Praise the name of the living God. Ukitafuta Mungu kidogo, atajifunua tu kidogo kwako. Lakini the more you seek God, the more anafungua. Na ndio maandiko yanasema mambo yale Mungu amekuwekea hakuna jicho limeona. Kwa hiyo Mungu amekuwekea mambo mengi kuliko yale yameandikwa kwa Bible. Praise the name of the living God. The shadow of Peter ilikuwa inaponya wagonjwa. Mungu anataka watu mpaka akiongea hivi watu wanapokea uponyaji wao. Kwa sababu gani? Ni watu ambao wamelima mioyo yao. Praise the name of the living God. Wamefika mahali they are waiting for God. Hallelujah. Si Mungu atusaidie tuanze kungojea Mungu. Hallelujah. Amen. Number 2. Hiyo ilikuwa number 1, dig your heart. Number 2, repair your spiritual altars. Praise the name of the living God. Repair your spiritual altars. Jambo la pili, kama huja repair madhabahu yako ya moyo. Jambo la kwanza, umelima huyo moyo, umeondoa kila njia ambayo iko pale, umeondoa kila mawe, umeondoa miba yote, umefika mahali pa kujiachilia mbele za Bwana. Number 2, you repair your spiritual altar. Kila mtu ako na madhabahu ndani yake. Praise the name of the living God. Na kumbuka maandiko yanasema, Yesu alikuwa anasema Roho Mtakatifu akikuja atakaa ndani yako. He will indwell in you. Hallelujah. Kwa hivyo hiyo indwelling lazima kuwe na altar. Altar will maintain God in your life. Praise the name of the living God. Amen. Kuna watu wameokoka lakini hakuna Mungu. Na ndio unapata Sunday wako na bidii sana kutafuta Mungu.
lakini Monday hakuna BP. Tuesday ni mbaya kuliko shetani mwenyewe. Kwa sababu gani? There is no personal altar. Praise the name of the living God. Amen. In the book of 1 Kings chapter number 18 and verse number 13. 1 Kings chapter number 18 and verse number 13. Maandiko inasema hivi. Katika 1 Kings chapter number 18 and verse number 30. Inasema, then Elijah said to the people, come here to me. They came to him, and he repaired the altar of the Lord which had been torn down. Bwana asifiwe sana. Hapa ni wakati kulikuwa na miungu inatawala Israeli. Na pale Elijah alikuwa na Mungu wa Israeli. Na akaenda mlima wa Kameli. Hapo katika mlima wa Kameli kulikuwa na madhabahu, lakini madhabahu ambayo imeachiliwa. Unawezekana uko na madhabahu ya wokovu lakini imeachiliwa. Praise the name of the living God. Madhabahu ikiachiliwa inakuwa ina nguvu. Na ndio wakati ambao alisema, ule Mungu alisema tuchukue ng'ombe wawili na tuchinje. Ule Mungu ambao atajibu kwa moto, huyo ndiye Mungu wa kweli. Na wakati walienda Kameli, tunaona ya kwamba hao watu wengine walienda tu kuabudu Mungu. Walimaliza kukata ng'ombe mbili, ng'ombe wakakata na wakaanza kujikata. They were 450. Praise the name of the living God. They were God of Asherah and God of Baal. Wakaanza kuita Mungu wao. Lakini Elijah alielewa one of the secret, ili Mungu ashuke, I have to repair my altar. Praise the name of the living God. What do I mean by repairing the altar? Ndio nikasema in the book of Judges, maandiko yanasema ya kwamba ati Gideon walikuwa wanapitia shida. Na Mungu anatokea kwa Gideon, anamuuliza, how are you mighty man of valor? Praise the name of the living God. Gideon anamwambia, why are you calling me mighty? I'm just a small guy. Praise the name of the living God. Na watu wetu wanakaa kwenye mapango. Wapendwa, kama madhabahu imeharibiwa, watu watakaa kwa mapango na wako na Mungu. Bwana asifiwe sana. Jameni, Mungu atafanya kulingana na wewe vile umemwachilia afanye. Praise the name of the living God. Kwa hivyo kuna watu wengi wameokoka lakini hakuna kitu wako nacho cha wokovu. Mimi nimekataa kwa jina la Yesu. I need to repair my heart. I need to repair the altar of my heart. Elijah akasema, let me repair. After repairing, praise the name of the living God. And let me tell you, repairing your heart has a cost. Hallelujah. Hapo ndio watu hapa wanashindwa. Wanatumikia Mungu maana alilipa kila kitu msalabani. Lakini wacha niwaambie, kulipia madhabahu there is a cost. Bible inasema Elijah alichukua mawe 12. Praise the name of the living God. Kuwakilisha kila jamii ya Israeli. Hallelujah. Number 2, alikata vijiti, the logs, akapanga mahali pale, repairing the altar. Kwa hivyo ni kumaanisha ili Mungu ashuke ndani yangu, lazima niangalie jamii yetu ilikuwa inatumia madhabahu ya aina gani. Kama ile madhabahu ya 5 cent ndio iko kwetu, kuna mambo haitakuja kwa maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Ni kweli nitakuwa nimeokoka, nitakuwa nimejazwa na Roho, nitakuwa na ribashaika, lakini kuna vitu haziwezi kutoshea kwa mikono yangu. Kwa sababu gani? My altar is weak. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Unajua kazi ya shetani ni yaone hakuna altar ingine altar yake. Kama sasa tuko na coronavirus, wacha niwaambie wapendwa, waganga wanatoa kuku zao. Bwana asifiwe sana. Amen. Wachawi wanatoa mbuzi zao nyeupe. Lakini Christians wanasema hakuna pesa. Praise the name of the living God. Amen. Juzi kulikuwa na sikukuu ya Uislamu. Walipeana chakula kingi sana. Juzi tumeona Wahindi wanapeleka misaada. Lakini Christian anasema hakuna nini? Hakuna pesa. The problem si pesa, problem ni the altar. Praise the name of the living God. Amen. Our altar is weak. Brethren, si Mungu achilie neema ya kutengeneza madhabahu yetu ya mioyo. Ili Mungu anapoachilia kitu tunakipokea katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Kuna mtu mmoja ambaye inji moja walikuwa na sacrifice watoto. Na mama moja akazaa watoto wawili. Alipozaa watoto wawili, hiyo ni story ambayo tuliambiwa na apostle. Alipozaa watoto wawili, imagine mchungaji akasema ataenda mapema kule mama ili aende amwambie azitoe hao watoto kama sadaka. Maana huko ilikuwa lazima mtoto wako wa kwanza umbane kwa kama sadaka.
So alipoenda akarauka na mapema, akaenda akafika, ule mama alikuwa amezaa watoto wawili, mmoja ambao amelemaa na mwingine ambao ako sawa. Alipoenda pale akakuta ule mama aliamka mapema, akaenda akatoa ule mtoto. Bwana asifiwe sana. So pastor alipofika akamwambia nishamtoa. Akamuuliza ulitoa yupi? Akasema alimwambia Mungu wetu si kama Mungu wenu wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Yaani alikuwa nadhani yule mtoto amelemaa ndiye atatolewa. Alikuta yule mtoto ambao mzima ndiye alimtoa kwa ile madhabahu. Watu wa giza, watu wa dunia, they know to strengthen their altars. Bwana asifiwe sana. Hata wewe kuna mtu anaambiwa lete mama yako tupatie utajiri, anapeleka mama yake. Na unakaa hapo, ukisema leo bila kubaya, Mungu tunaomba ushuke, na tuko dunia moja jameni. Praise the name of the living God. Si Mungu atupatie neema ya kulipea hata. Madhabahu ikifanya repair, huanga tuna accept kile Mungu anaongea. Hallelujah. Mungu akisema nitakuinua, hauoni kitu kingine, unaona kuinuliwa no matter what comes. Praise the name of the living God. Haijalishi vizuizi ni gapi. Na ndio na Gideon baada ya kuambiwa hiyo madhabahu ndio inawasumbua, maandiko yanasema alienda akaibomoa usiku. Hallelujah. Na Biblia inasema kesho yake watu wote wa kijiji wakakuja, wakasema ako wapi mwenye kubomoa hii madhabahu tumuue leo. Bwana asifiwe sana. Let me tell you something. Madhabahu iko na nguvu. Hallelujah. Na ndio maana wakati ambapo walienda pale, wagoza kwa wapi mtu tu aliyeua hii madhabahu tumuue. Maandiko yanasema babake Gideon akatokea. Akawaambia jameni, kama ni Mungu si ajitetee. Praise the name of the living God. Hakuna mtu atanguza mtoto wangu, lakini kama huyo ni Mungu ajitetee. What happened? Jamii ya kina Gideon ilitoka kwa mapango. Mungu anangojea mtu ambao ako na uwezo wa kulipia the altar, atoe jamii yao kwa mapango. Praise the name of the living God. Na ndio maandiko yanasema wokovu ni wetu na watu wetu. Hallelujah. Are you ready to remove your family from the case? Wanakaa kwa nyumba za nyasi, wanakaa kwa shida. Mungu anangojea mtu ambaye anaweza kulipia the altar. Maana if the altar of God is strong, Mungu anaweza fanya jambo lolote. Hallelujah. Praise the name of the living God. Unajua mtu akija aelewe Mungu wake. Na ndio Daniel anasema those who know their God, they shall do exploit. After you destroy the altar of your grandmothers, altar of your grandfathers, praise the name of the living God. Unajua jambo moja ambalo tunashindwa. Mtu akilipea madhabahu, wanga anakuwa ready to receive. Hallelujah. Ni kama siku tangaza watu wafunge, lakini Monday Mungu akaniambia nifunge. Bwana asifiwe sana. Na nikasema itakuwa mbele za Bwana mpaka leo. Hiyo ni kusema namna gani? Nilisikia maana my altar was alive. Kama madhabahu yako iko hai, utasikia Mungu hata ukiwa nyumbani. Na ndio maandiko yanasema Holy Spirit is the counselor. Hallelujah. Nashukuru Mungu na watu ambao wamekuwa kilala kanisani wiki hii, wakiomba, wakifunga, wengine wamefunga dry. Bwana asifiwe sana. Na sisi siku moja wamefunga more than 3 days dry. Kwa sababu gani? Maana kuna sauti ndani inaongelesha, lakini wengine hawezi kusikia Mungu, maana kuna madhabahu inafanya kazi. Situharibu madhabahu yote kwa jina la Yesu. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Number 3, about preparing your altar. Mimi naamini leo siku ya Pentecost, Roho Mtakatifu atashuka kwa njia kubwa, atatupatia nguvu, lazima tupitie hizo process. Number 3, yield yourself to God. Praise the name of the living God. After number 1 umelima moyo, number 2 umeharibu madhabahu, number 3 jiachilie kwa Mungu. Yield yourself to God. Praise the name of the living God. Unaweza kujiachilia kwa Mungu, kuko na gharama yake, lakini kuko na faida kubwa kuliko gharama. In the book of Psalms chapter number 81 and verse number 10, maandiko inasema, I'm God who brought you out of the land of Egypt. Open up your mouth wide and I'm going to fill it. Praise the name of the living God. Hii inaongea your submission. Jiachilie mbele zangu. Mungu anatamani watu wako na uwezo, wako na capacity ya kujiachilia mbele zake. Praise the name of the living God. Ndio kujiachilia ni kama sasa Mungu akwambia wiki yote usikule. Unasema Mungu hivyo umesema, nimejiachilia kwa mikono yako. Lakini wakati ambapo ujiachilii, unaambia Mungu kuna dawa wanga nina meza, kwa hivyo Mungu niruhusu nimalize hizi dawa, alafu nianze fasting. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Shida ni gani? Ni maana haujafika kiwango cha kujiachilia.
Praise the name of the living God. Ni kuna wakati na Mungu wangu ananiambia nunulia watu chakula. Na sasa hiyo sina pesa. So inabidi niende kwa puliza ile ya mshwari. Ninapuliza, wengine hamjui puliza ni nini. Tunapuliza, tununue chakula, tupee watu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani? I want to heal myself to God. I need God. Maana sababu moja, yale Mungu ameniwekea, hakuna jicho limeona. Praise the name of the living God. Hakuna macho yameona, hakuna sikio limesikia, ili niweze kuyafikia. I have to pass the test of yielding myself to God. Praise the name of the living God. Ndio kuna watu wanaweza kuambia usitoke kanisani wewe. Wengine wakitoka kaabu ukiomba. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini wachache wako tayari kusikia. Ni wangapi? Praise the name of the living God. The problem we have today, we are being tunaongozwa na programs. Niko na program, hallelujah. So ninaamini hata kanisa mara yetu tunamaliza mapema, hata hii mahubiri nitamaliza mapema. So ikiisha hata kuna watu wanakuja. Those programs zina limit God. Kwa sababu gani? Haujai destroy the altars. Kama baba yangu alikuwa anafanya the same, I must do something different if I need different miracles in my life. Bwana asifiwe sana. Amen. Let me tell you something, brethren. Kama unataka muujiza ambao si wa kawaida, lazima ujiachilie mbele za Bwana. Amen. Whereby you just yield yourself to God and you tell God, I believe in you. Hallelujah. Abraham alikuwa ameamini. Na ndio unaona maandiko yanasema katika Genesis, maandiko yanasema ati Abraham alipoambiwa atoe mwanawake wa pekee, alikuwa ready kumtoa. Hallelujah. Wewe niambie mtu amekaa bila mtoto kwa miaka 100. Na wakati amepata huo mtoto ambaye anasema is laughter, na ni mtoto wa ahadi na ako tayari kumtoa. That's a way of yielding. Praise the name of the living God. Yaani tia kujiachilia. Hakuna kitu amejifungia kwa Mungu. Na ndio unaona hata Beleni wakati alikuwa kwa nyumba yake na akaona mitume, akaona malaika wakipita, alisema waite waingie kwangu. Praise the name of the living God. Wapendwa, we have to destroy our programs. We have to yield ourselves to God. If we need the Holy Spirit to work in us, we have to destroy our programs. Praise the name of the living God. And we go before the Lord and we tell God, now we want to hear from you. We want to know the program of heaven. The Bible says in the book of John chapter number 14, maandiko yanasema ya kwamba ati Roho Mtakatifu anajua moyo wa Baba. Hallelujah. Si Mungu awasaidie mjue the program of heaven. We know our program, lakini hatujui program ya mbinguni. Praise the name of the living God. Yielding yourself to God. If you yield yourself to God, you will receive the Holy Spirit. Mitume, Bible inasema in the book of Acts of Apostles, walikuwa tu mahali pamoja. They were just waiting. Wamejiachilia tu. Hallelujah. They know nothing. Just they are waiting for the promise. Na hapo ndio Bible inasema wakaanza kuongea na lugha zingine. Waliokuwa nje wakasema si hawa ni Wayahudi. Mbona wanaongea lugha yetu? They were yielding themselves to God. Praise the name of the living God. Wakati unajiachilia kwa Mungu, anaweza kuambia hiyo biashara zile nimekuitia. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kuja shika yetu, tumeshika hiyo kitu tuko nacho na tumekwamia hapo. Na sometimes it's not the will of God. Praise the name of the living God. Na hapo ndipo unaona tunapata hasara kubwa. I thank God for Jonah. Wakati Jonah aliona kumechafuka, aliambia wale watu walikuwa kwa mashua, nichukueni munitoe na munitupe. I'm just the problem of this thing. Praise the name of the living God. Na wakati alitolewa na kutupwa, Bible inasema Mungu alikuwa ameandaa samaki immeze. Hallelujah. Unajua jambo la kwanza, Jonah alikuwa anajiongoza. Hallelujah. Lakini wakati alisurrender, alisema just throw me. Praise the name of the living God. Amen. Maana walimuuliza wewe ni nani? Umetoka wapi? Na unaenda wapi? Akasema mimi ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Nimetoroka sauti ya Mungu. Wakamuuliza tukufanye nini sasa? Tayari walikuwa wameshatupa mali. Kuna watu wana yield maisha yao kwa Mungu baada ya kupoteza vitu vingi. Si Mungu awasaidie, mjiachilie mbele za Bwana hata bila kupoteza chochote. Maana alikuwa amepoteza vitu. Ndiye Jonah akasema, mimi nimejiachilia basi, nichukueni. Maana alimuuliza, tukufanye nini? Akasema nichukueni na munirushe kwa bahari. Bwana asifiwe sana. Na itakuwa salama na nyinyi. Wakasema basi damu ya mtu tusiulizwe.
Walipomrusha hakukufa. Mungu akasema, this guy now has surrendered. Praise the name of the living God. God is waiting for men and women who can surrender to him. Hallelujah. Wakati alisurrender, Biblia inasema akabebwa na ile samaki, akapelekwa. Baada ya siku 3 akaenda kutapikwa mahali Mungu alikuwa anataka aende. Alipofika pale alikuwa anasema, Jesus is coming. Praise the name of the living God. Hata kuna watu wamejificha kwa biashara na Mungu anataka wamtumikie, lazima mumezwe nyinyi. Praise the name of the living God. Wengine wako kwa kanisa na wanataka kufanya biashara, waende kwa biashara. Unajua, wakati naongea hiyo kujaza Roho Mtakatifu, Mungu anataka kukujaza roho wake ufanye biashara. Praise the name of the living God. Maana katika huduma kuna watu wanataka kusupport financially. So Mungu anakutuma pale kwa biashara, unakuwa mhubiri katika biashara. Wewe kile unafanya pesa za kusupport hiyo kazi ya Mungu. Na unapata you deal with millions. Praise the name of the living God. Maana you yield to God. Ukisikia hitaji kwa kanisa la Mungu, unasema hiyo ni mimi nitafanya. Naye Mungu anakuona umejiashiria kwake. Bwana asifiwe sana. Pia kuna watu wananisikia leo, lakini walitumiwa na Mungu wasimame na kazi ya Mungu na wanasimama naye kama ndao. Yaani nasikia unasema hata nitume kajirika moja, pastor aone leo. Hiyo ndao unatuma, you are not yielded. And that's why you are suffering. Praise the name of the living God. Amen. Na hata wale ambao wako kanisani nao wa yield themselves to God. Watu ambao wanaweza sema wiki Mungu ameniambia nisiondoke kwa nyumba yake. Praise the name of the living God. Hebu niwaulize swali. Sasa Mungu alikwambia ukae kwa nyumba yake wiki mzima, unaweza kaa? Bwana asifiwe sana. Na ndio tukasema number 1 you have to dig your heart. Maana mimi nasema jameni, jamii yangu itakula nini? Nikiwa kanisani watakuwa wanakula nini? Lakini if you have dig your heart, unafika mahali unasema kama ni Mungu ameniambia, the same God will provide for my house. Praise the name of the living God. Kama ni Mungu ameniambia, the same God will make a way. He makes a way where seems to be no way. So you reach a place of yielding yourself to God. Naombea neema ya kujiachilia mbele za Bwana katika jina la Yesu. Haijalishi yale unapitia, haijalishi ile uko nayo. Kuna unapitia shida, maana unakimbia kutoka kwa Mungu. Praise the name of the living God. Hata kuna wengine magonjwa ile wako nayo ni kwa ajili ya kukimbia kutoka kwa Mungu. Mungu anataka wa yield themselves to heal them. Kwanza niwaambie wapendwa, kabla nikuwe pastor, mimi nilikuwa nimechukia upasta. Mimi nilikuwa nasema nimeitwa kusupport kanisa. Bwana asifiwe sana. Na kwa neema ya Mungu nimesupport more than 4 churches. Hallelujah. Nimetoa a lot of money. Lakini nilikuwa nasema Mungu ameniita kusupport the churches. Sasa kile kilitendeka, nilimeza nikajipata industry. Bwana asifiwe. Na nikaenda kotini, nikahukumiwa, nimefungwa miezi 6. Na saa hiyo marafiki wale nilikuwa nao wako na pesa, wote wakasimamishwa, hakuna mtu angenipea pesa. Nikaenda industry. Nikavaa kunguru. Bwana asifiwe sana. Nikakaa hapo, nikakula miruru, ile chakula ilikuwa kwa miruru hapo. Tukakula huko. Nilipotoka nikasema bado siwezi ingia kwa hii kazi. Kutegemea sadaka siwezi. Bwana asifiwe sana. Kaambia Mungu hapana, nataka nirudi kwa biashara. Nikangojeka miezi 6. Bwana asifiwe sana. And the 6th month, nakumbuka hiyo mwezi wa 6 ili nipone, niliota watu wakirushwa. Watu walikuwa wanakufa wanashikana na rushwa. Nilipoamka saa hiyo nilikuwa kwa kitanda, nikapata mke wangu analia. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni kusema namna gani? Kuna watu mtalazimishwa ili mjiachilie kwa Mungu. Maana kama Mungu ako na haja na wewe hata kuachilia. Praise the name of the living God. Lakini ujue pia naye shetani anataka usijiachilie. So atakudanganya. Bwana asifiwe sana. Si Mungu atupatie neema ya kuyield. Kwa sababu mimi nimepata gharama kwa kukataa kujiachilia kwa Mungu. Lakini sasa mahali nimefika, I want to yield myself to God. And that's why I want to hear God all the times anaponiongelesha. Sasa kwamba tu kwa kuongea na lugha, tuko na Kristo wengi wameongea na lugha lakini hakuna result. Praise the name of the living God. I want to go forward whereby I can hear God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Number 4, and is the last stage, pray to receive the Holy Spirit. Praise the name of the living God. After number 1, you have dug your heart. You have repaired the altar. You have yielded yourself to God.
Then pray for the Holy Spirit. Praise the name of the living God. Unajua, who is Holy Spirit? He knows the heart of the Father. Let's read the book of John, chapter number 14 and verse number 6. John 14. Ni vyema sana kuwa na Roho Mtakatifu wapendwa. Kuna mambo mengi tunang'ang'ana, lakini tungekuwa na Roho Mtakatifu hatungeng'ang'ana. John 14 and verse number 16. Maandiko yanasema, and I will ask the Father, and he will give you another advocate. Kazi moja ya Roho Mtakatifu ni kufanya kesi yako. Praise the name of the living God. Labda sasa uko na madeni. Kuna watu ambao umeshindwa kulipa. Ukijiachilia mbele za Bwana, Mungu anakuwa lawyer wako. Anaanza kuwazungumzia. Bwana asifiwe sana. Ambie mtu atawalipa, usimshike. Hallelujah. Huyu mtu atalipa. Maana Mungu anataka akubariki. Number 12, let me continue. Another advocate to help you and be with you forever. Hallelujah. Yaani huyu lawyer atakuwa na wewe milele. This advocate atakuwa na yeye na wewe milele. Number 17. The Spirit of truth. Praise the name of the living God. Yeye ni roho wa kweli. Hawezi kukuongoza kwa hatari. He knows the heart of the Father. Unajua wapendwa, kuna mambo tunataka kutoka kwa Mungu, lakini hatujui tuanzie wapi. Bwana asifiwe sana. Hata mimi ninajua niko na maono ya kujenga cathedral ya watu 10,000, lakini sijui kiwanja iko wapi. Sijui nani ataleta material. Mungu anangojea hata mimi ni yield myself to him. Praise the name of the living God. Maana kama Biblia inasema na utasikia sauti nyuma yako ikikwambia ndiye njia ifuate. Hallelujah. If you yield to God, you will hear the voice behind you. Wapendwa, tumeng'ang'ana na Mungu miaka nyingi. That's why the church mpaka leo imefungwa. Kwa sababu gani? Ni wachungaji wako kwa madhabahu lakini wanang'ang'ana na Mungu. Praise the name of the living God. Washirika wanang'ang'ana na Mungu. Tunaenda na Mungu kanisa kama kutoa duty, hatuendi kama kujiachilia. And that's why baada ya kufanya hizi hatua tatu, hatua ya 4, omba, ambia Roho Mtakatifu nijaze. I need the power ambayo uliahidi mitume. Praise the name of the living God. Amen. Kama unafanya biashara, unaambia Mungu nataka power ya kufanya biashara. Kama umeajiriwa, unasema nataka power. Let me tell you, Joseph alikuwa na the power of God. Na ndio unaona hata baadaye ya kwenda kwa Potifa, mambo yalianza kubarikiwa kwa ile familia. Kwa nini? Alikuwa na nguvu za Mungu. Hallelujah. Unajua ukiwa na nguvu za Mungu, hata unaingia kwa company, unakuta unakuwa promoted. And that's why within a short time, Joseph akakuwa prime minister in Israel. Praise the name of the living God. Kwa sababu gani? He had the power of God. Wapendwa, Holy Spirit is real. Praise the name of the living God. Ndio mimi nimeona watu ambao wanaongea na lugha na ni wako na shida nyingi sana. Unaongea na lugha masaa mawili na una chakula. Sikatai, kuongea lugha ni kuzuri. Lakini that's just part. Praise the name of the living God. Hiyo inafaa kuwa ni symptom yako kuwa umejazwa. Praise the name of the living God. Yaani umejazwa na Roho, in a way there is a change. Hakuna kitu nzuri kama Mungu alikupatia brado, kuona brado yako imesimama hapa nje ya kanisa all week, uko hapo ukitafuta Mungu. Praise the name of the living God. Leo tumefika mahali watu wanataka Mungu sana ni maskini. Kwa sababu gani? They don't yield to God. Na yule maskini akibarikiwa hata yeye anapotea. Yaani kanisa imekuwa ni mtanda, ni mnanda. Watu wakuja wabarikiwa waende. Watu wakuja wabarikiwa waende. Bwana asifiwe sana. Mungu anauliza, where are true sons? Hallelujah. What about they can yield themselves to God? Those who serve God with a covenant. Bible inasema in the book of Psalms, I need men who can serve me with a covenant. Praise the name of the living God. Watu ambao wanatumikia Mungu na agano. Wanasema Mungu hata ukiniinua I'm ready. And those are the people who are going to receive the power. Praise the name of the living God. Hallelujah. As we celebrate the birthday of the church, let me tell you something. Church ndiyo iko na suluhisho ya kila kitu. Church ndiyo iko na suluhisho ya uchumi wa nchi. Bwana asifiwe sana. Ni mapenzi ya Mungu kuwe na millionaires in the church. Maana kama saa hizi church ya Kenya ingekuwa na mamillionaires,
Kabla kanisa zifungwe, rais angewaconsult kwanza. Bwana asifiwe sana. Man, they control the economy of the land. Praise the name of the living God. Enda kwa kina kama Bill Gates, Bill Graham, Bwana asifiwe sana. TD Jakes, kuna wakati alikuja Kenya akavichimba vizima. Alipoenda kwa president akamuita, akamwambia nenda kuharibu Kenya, pesa alimpatia double ya zile alilete Kenya. Where are those people? Si Mungu ainue watu ambao ni matajiri. They can yield to God. Praise the name of the living God. Kwani kanisa linapitia ni ngumu sana. Maana watu walio pale, they don't yield to God. There are others that are talking to them. Unakuta mtu amebarikiwa lakini anatoa kama vile aliambiwa na shosho. Peni. Bwana asifiwe sana. Ndio kuna watu hiyo tabia ya 10 cent haijaisha katika maisha yao. Hata ukiwa na milioni bado unatoa 10 cent. Maana ile mahali ulitoka au kuvunja hiyo madhabahu. Praise the name of the living God. Au kurepair that madhabahu. Au kuelewa. And that's why today I'm praying for you being at home, that you may experience a personal level with God. Hallelujah. Upokee Roho Mtakatifu kama Roho Mtakatifu. Umwambie mimi nataka wewe. Hallelujah. Amen. Unajua tumekuwa tukiomba tujazwe, atasema rabashika ni sawa. That is good. Lakini I need Holy Spirit. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Church, me as your pastor, I need Holy Spirit. Maana najua kitu moja, Roho Mtakatifu ni mshauri. He knows the heart of the Father. Hallelujah. Is the advocate. Is the one who can guide me. Kuna mambo mengi nahitaji na sijui, lakini yeye anajua. Kwa hivyo nikijiachilia kwake, atanipatia kuelewa. Shalabaganda rasaka. In the book of Acts of Apostles chapter 2 and verse number 1. In the day of Pentecost, they were all together. They were waiting. Wao wamesikia mtu ameongea na lugha. Praise the name of the living God. Shida yetu ni hii, tunapenda mbele za Bwana, tunamuomba katika perspective fulani. Kuna lengo ambalo tuko nako. Mitume walipokuwa wanangojea Roho Mtakatifu, hapo ameshasikia mtu anaongea na lugha. Praise the name of the living God. And that's why all of them were filled. Ndio kama watu wamesikia, wengine wameanza kunasikia wewe ongea, wewe tuachane na yeye. Hata mimi nimeshaambia watu hapa wajazwe na Roho. So naambia mtu akisema hapa shika na achana, unaenda kwa mwingine. Lakini hawa walikuwa wanangojea Roho Mtakatifu ambao hajimjua. Kwa hivyo watu wakisikia ukiongea na lugha, wasema mimi I need mine. Praise the name of the living God. Simpokee personal relationship with God, whereby you are going to experience. Hallelujah. Me, I need a new experience with the Holy Spirit. Yes, I'm a pastor, but I need a new experience with the Holy Spirit. Sasa kama pastor mwingine, I need a new experience with God. Praise the name of the living God. Unajua Biblia inasema mayale Mungu ameweka hakuna jicho limeona. Labda Mungu amekupatia kuwa milionea. Hallelujah. Labda Mungu amenipatia kuwa pastor ambaye ni mkubwa kuliko dunia wote duniani, lakini mimi naanza kujilinganisha na wengine. Bwana asifiwe sana. Mungu anataka mtu ambaye ana focus his eyes to him. Anaweka macho yako kwake. Naomba siku ya leo, naona masaa yangu yameisha. Tusimame tu kwa miguu yetu na tuenene mbele za Bwana. Go before the Lord. Expect Holy Spirit. Not in any dimension, not in any perspective. Just tell God, I yield myself to you. I need you, God. Ninajua kuna watu kuanzia leo watajazwa na roho ya kufanya biashara. Watajazwa na upako wa kutengeneza pesa. Bible inasema he is the one who give men power to make wealth. He is God. May you yield yourself to God. Rama shaka laba ganda. Hata wewe ambao uko hapo nyumbani, yield yourself to God. Mungu hajapimwa. As we are celebrating the birthday of the church, sikuwe na watu ambao wana nguvu za Bwana, watu ambao wanaenda kuhubiri. Si Mungu anenea watu kuanzia leo. Maandiko inasema there will be multiplication in the church after they receive the Holy Spirit. Rama ganda rama zika. Ninaomba mahali ulipoanza kupokea nguvu za Bwana, pokea nguvu za Bwana sasa. Pokea Roho Mtakatifu hata ukiwa nyumbani. Pokea Roho Mtakatifu as we are celebrating the birthday of the church. May you receive the Holy Spirit. Rama mama 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 shalabagata labaganda. In the name of Jesus. Shalabaganda labasika. Because of time, nataka tuweze kumaliza na wale walio nyumbani.
Inua mikono yako ukiwa hapo nyumbani ni kuombea. Baba, ninaomba uachilie Roho Mtakatifu. Kila mmoja ambaye amenisikia siku ya leo, achilia Roho Mtakatifu. Kanisa lilizaliwa na watu ambao walikuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu. Baba, sisi ni part of the church today. Si uachilie Roho Mtakatifu ndani yetu. Naomba watu wakiwa manyumbani waanze kujazwa sasa. Wengine waongee na kuzima, wengine kwanza waongoze katika biashara wanafaa kufanya, wengine wanenee kile wanafaa kufanya kwa maisha yao, wengine kwanza wamechanganyikiwa, wameanza biashara zikiisha. Si Mungu ushuke ndani yao. Rakala shila Buganda. Ninaona mtu ambaye ako pale nyumbani, biashara zote zimeisha, hata kuna wengine ulianza na imeisha. Na sababu Bwana akiniambia ujiachilie kwa Mtakatifu. Maana God is going to give you power to make war. I bless you wherever you are. May you receive that anointing in Jesus' name. I bless you in Jesus' name, I pray. Amen. Naomba kama nyumbani unaweza kuendelea kuomba. Chukua muda wa kuendelea kuomba, kutafuta Mungu. Na wiki kama inawezekana, ambia Bwana, I want to know you more. Bwana wabariki sana, Bwana watende mema. Najua kama nataka kujitolea, kuna paybill number yetu ambaye ni paybill number yetu ni 873224 873224. Ukitaka kuwasiliana nami, nambari yangu ya simu ni 0724529971. God bless you, God do you good. Kama ni mgonjwa, upokee uponyaji kwa jina la Yesu. Amen. Bye. Tuonane wakati mwingine.